Mambo vipi kaka? Bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia pumzi. Nashukuru nimeamka salama na mpaka sasa niko salama. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Una kale kamsemo kako kwanza afu ndo tunaanza na yale. Afile munu asigale munu, lakini leo siji na hiyo. Leo nakuja na nyingine. Una nini tena? Leo nakuja na nyingine. Unaambiwa kudu ukudulile tungwe mvula kabule ukuduzi. Maana yake? Yani maana yake kwamba mvua hata ukifanyaje ukiweka mwamvuli bado utaloa tu. Yani mvua sababu tungwe maana yake ni umande. Na ukipita kwenye magugu ukikudua nguo yako maana yake hauloi. Lakini mvua inatoka juu, huwezi kuizuia. Hata ukikudua bado utaloa. Ndio maana yake kwamba kudu lile tungwe mvula kabule ukuduzi. Bwana Mnandi, tumeona kile ambacho kinakomentiwa ama kimekomentiwa na tajiri. Hili ndio lile ambalo mlikuwa mnalihitaji nyinyi ambao mlikuwa mnazungumza zaidi katika mitandao. Unaambiwa siku zote Mwenyezi Mungu amfichi mnafiki. Hapa duniani kabla hujaondoka, kama ulifanya kitu chochote tofauti, basi utasema hapa utahutubia umma, alafu baada ya hapo utaachia kijiti. Asante kwa kushiriki, utakuwa umeondoka huko kwa Mwenyezi Mungu ambaye ulitoka na unarejea. Lakini majibu yamepatikana. Mwanangu kwenye ile press, yeye ndo alikuwa mtu wa mwisho. Alisema yeye sisi kama tunachelewa, yeye akatoa masaa 72. Nadhani nakumbuka kwamba Mohamed Awe afanyaje? Kashaiachia klabu yetu ya Simba. Lakini imekuwa mjadala mkubwa sana baada ya pale, ndani ya nusu saa zikatoka taarifa mbili kwa umma kwamba sisi ambaye tumeitisha ile press, tumeitisha kimekosa, lakini bado tumetumia mabango yenye wadhamini wetu. Lile ni kosa kisheria, natakuwa tuchukuliwe hatua mara moja, na hiyo hatua yenyewe sio klabu, jeshi la polisi. Wao wameliagiza jeshi la polisi lichukulie hatua. Mimi nikatafakari, why jeshi la polisi? Sisi hatujaitukana Simba, hatujamtukana mwekezaji ndani ya Simba. Tumemwambia ukweli. Kwa sababu ukiwa sehemu hii lazima uambiwe ukweli. Pale unapofanya mema yako utapewa maua yako. Tunapoonekana mambo hayaendi shwari, watu lazima wakukumbushe majukumu yako. Sasa kumkumbusha majukumu yake lile kosa, ili zitoke taarifa kwamba sisi tuchukuliwe hatua. Mungu sio Asumani. Jioni ile kuna wengine wameitisha presi. Walikuwa upande wa huyo ambaye sisi tumemzungumzia. Sawa, siku ya pili yake wameitisha presi watu ambao hawajawahi kuitisha presi ya Simba. Yoyote kuzungumzia Simba hawajawahi. Walikuwa wanaitisha presi zinahusiana na majukumu yao mengine. Mimi ndio nilipoona maajabu pa. Imekuwaje tena hawa nao wanaitisha presi? Lakini wale wamekuja kimepashwa zaidi. Na kilichoniuma, mtu anasimama pale anaonesha kiatu chake. Kiatu hiki kina thamani ya kiasi gani? Mara hasa maana yake nini? Zungumzia hicho ambaye kimekuleta hapo. Usizungumzie habari ya kiatu chako kina thamani gani? Au walizungumza kwa sababu ya nyinyi mlipokuwa mnazungumziwa pia kwamba nyinyi mlienda kwa kufanya press kwa sababu ya njaa. Sasa sisi kama tulienda kufanya press kwa sababu ya njaa, na wao walienda kufanya press kwa sababu ya nani? Ya Kimbunga Hidaya. Ndio maana walikuwa wanaonyesha viatu na thamani ya ambao vitu ambao wanavyo bwana. Kwa hiyo ile press wao maana sisi tumenunuliwa. Si ndio maana yake kwamba tumefanya press kwa ajili ya njaa, sisi tumenunuliwa. Na wao zile press zao kwa wanunua nani? Hivi leo Mangungu akununue wewe? Tungemsifia tajiri ili atununue. Si ndio inavyotakiwa? Yule ndo tajiri tumsifie. Lakini leo sisi tumeenda kumwambia ukweli tajiri. Maana tulienda kumtukana. Tulimwambia ukweli toka umeingia Simba. Simba imefanya vizuri ndani ya misimu minne ile. Sawa, tumeenda robo finali hizi 6, Champions League 4, lakini na shirikisho huko tumeingia mara 6 na tumeenda mpaka finali, si ndio? Ni jambo kubwa, sio jambo dogo, na tumeenda mpaka nafasi ya 5 kutoka nafasi ya 85. Sio jambo dogo, lakini tuna muendelezo mbaya wa matokeo kwenye ligi yetu. Mara 4 hatuna ubingwa. Mechi 6 tumefungwa na mtani. Lakini msimu huu tuna anguko kubwa. Tumeingia makundi, lakini kwenye makundi mpaka tunaitisha ile press, tuna mechi 4, tuna alama 1. Kwa timu kama Simba ni aibu. Mechi 2 nyumbani Simba anaambulia alama 1. Si aibu hiyo? Na mechi zote za away tumefungwa. Sisi sura zetu tunaenda kuweka wapi? Alafu tunabaki tu tunasema kwamba tuna tajiri. Lazima tumkumbushe majukumu yake. Sisi tulikuwa nsemo kumkumbusha majukumu yake. Lakini baada ya kumkumbusha majukumu yake, wametokea watu huko hata wasipojulikana. Wameenda kutetea. Sasa ndio maana nimesema Mwenyezi Mungu amfiche mnafiki. Kwani yale masaa 72 si ndio wastani wake jana? Jana taarifa zimetoka. Sababu jana kulikuwa na press kubwa. Baada ya press yetu, jana ni press ya 5 na hesabu. Ile ya club official, club ya 5, lakini za kwetu sisi 4. Baada ya kwetu zimetokea nyingine 3 baada ile ya kwetu. Waliitisha pale Magomeni, lakini kuna wazee na waliitisha kwenye tawi lao. Nadhani uliona ya wazee. Nao waliitisha kwenye tawi lao. Lakini baada ya wazee kuna press ya ndugu zetu, nadhani nilikwambia hapa, nao waliitisha press yao ya kujionyesha ufahari wao matajiri. Wameenda kuwatukana mpaka watu, na lile ndio kosa kubwa sana kwenye jamii. Yaani haijalishi wewe uko kwenye wakati gani, haujalishi una kipato cha namna gani, hauna mamlaka ya kusimama sehemu akaanza kutangaza wewe hata chapati huwezi kununua, wewe hata overall huwezi kununua. Je, wewe unaozungumza hao maneno umenunua nini kwa wachezaji pale Simba? Unajua tunapozungumza tunatakiwa tuheshimiane. Tunapozungumza tusiende kwa utapesi pale. Tulimwambia Mo kwamba sisi hajatununulia.
nguo za kuvaa nyumbani. Tulimwambia kwamba sisi hatulipii kodi nyumbani. Tulizungumza hivyo vitu. Hayo sio mamlaka yake. Mamlaka yake ni kuisupport klabu ya Simba. Sio sisi. Sisi manake tutajihudumia wenyewe. Mtu anaitisha press anaenda kuleta zihaka kumwambia fulani hawezi kununua chapati. Yeye Mo wakati anajua kwamba hawezi kununua chapati ndio kawafuata hao ambao hawezi kununua chapati wala sabuni ya kufulia. Ndio kawafuata hao. Leo huwezi kuwatukana nao. Lazima uheshimu wewe, itisha press, zungumza kile unachokiona wewe kinafaa, lakini usiende kuzungumzia maisha ya mtu. Huo sio utaratibu na sio heshima na sio busara. Baada ya press pale mlizungumza mkatuahidi kwamba kutakuwa na press 3 ambao mlianza kufanya ile. Tutarajie kwamba kutakuwa na press nyingine ya umoja wenu, maana tunaona baadhi ya wengine wameomba msamaha na kukiri kwamba walifanya vibaya. Nyinyi bado mmesimama katika msimamo wenu. Hapa kuna nini sasa? Mmeshaanza kubaguana baadhi ya mashabiki na baadhi ya watu ambao walikuwa wanawafuata wafuasi wenu. Hawaelewi nyinyi sasa mko wapi. Tunamwona kina Dr. Mo walienda kuomba msamaha. Nyinyi mmekaaje hivyo? Sisi tumekaa njia kuu. Sawa, sheria kama msumeno. Kokote pale ambaye kutakuwa kuna shida patafanywa kazi. Lakini usiangalie kwamba huyu ni fulani siwezi kumpelekea shida yangu. Huyu kafanya kosa lakini nimfunike aonekana hajafanya kosa. Leo kila siku tunalalamika na mwenyekiti wetu wa klabu, Mumtaza Mangungu. Tumekosa matokeo ndani ya misimu minne, hatuna ubingwa. Tuna kombe la Muungano, tuna ngao ya jamii ambayo tuliipata Tanga. Hayo sio mafanikio ya klabu. Kwa hiyo toka ameingia Simba manake hana cha kujivunia zaidi ya fainali ya kombe la shirikisho. Ana kitu gani kingine ambaye anaweza kujivunia zaidi ya hicho? Hapa nyumbani manake mataji yote kayakosa mpaka sasa tunavyozungumza huu msimu wa 5. Hivyo watu watashindwa kukuataki. Lazima wasimame wa kuataki, lakini wakati tunamwataki yeye, lazima tuangalie na huu upande wa pili kwa sababu tuna bodi ya wakurugenzi. Unapozungumza kuna bodi ya wakurugenzi, kuna upande wa wanachama, lakini kuna upande wa nani? Watajiri. Huu una mamlaka sisi kuugusa kwa sababu huu una nguvu kubwa. Kwa katiba ya Simba mwenyekiti ana mamlaka kufungua mkutano na kufunga. Ndio mamlaka yake. Lakini muitisha mkutano sio mwenyekiti wa klabu. Muitisha mkutano ni mwenyekiti wa bodi kikatiba. Ndio mwenye mamlaka kuitisha mkutano, lakini yeye kapewa dhamana tu ya kufungua pale na kufunga kwenye mkutano. Sio kuitisha mkutano. Yeye jukumu lake ni kufungua mkutano na kufunga. Maana kinachofuata yeye ni kutoa ushauri. Na hata ukienda kwenye bodi, yeye ni makamu mwenyekiti wa bodi. Sio mwenyekiti wa bodi. Maana mwenye sei kubwa ni nani? Si upande wa Mo. Maana ndo Clatous Magoli, maana ndo kila kitu. Lakini kwa tukio kubwa ambalo tuliliona jana, ambaye baada sisi kuitisha ile press tulionekana sisi maadui, tumepewa hela, maneno kibao, tumeangushiwa sisi na matusi ya kila aina. Lakini ndio maana kwambia Mwenyezi Mungu amfiche mnafiki. Jana tu press kubwa ya klabu ambaye ikihusisha pande zote mbili, mwenyekiti wa bodi na makamu mwenyekiti upande wao wanachama, ambaye makamu mwenyekiti wa bodi Mumtaza Mangungu walikuwepo, na viongozi wetu ambao wameajiriwa nao pia walikuwepo. Nadhani mliwaona na mlikuwepo pale. Wamekuja pale kufanyaje? Kuja kuutaarifu umma lile changamoto la kadi za wanachama kusajiliwa. Sasa kuisha tushaingia mkataba na kampuni hizi na wale wahusika walikuwepo jana pale, na mikataba wameionyesha walosainiana yenye logo ya klabu ya Simba kwamba tunaenda kutoa kadi za wanachama mnamo mwezi wa 3. Komenti inakuja, kwa nini tajiri alienda kukomenti sasa? Nakuja huko sijamaliza. Huko nafika. Sawa? Wamekuja kuutaarifu umma kwamba kadi sasa zinaenda kutoka. Ile changamoto ya kadi kutoka katika miaka hii yote. Kadi sasa zinaenda kutoka. Kila mshabiki ajiandae na hela yake aende kuwa mwanachama wa klabu ya Simba. Manake yale manunguniko ya wanachama kila siku kadi lini, tayari kadi zinaenda kufanyaje? Zinaenda kutoka. Lakini muda mfupi baadaye posti ziko hizi 2 kwenye peji ya klabu. Akapostiwa mwenyekiti wa bodi, lakini akapostiwa makamu mwenyekiti wa bodi ambaye ni Mumtaza Mangungu na Mheshimiwa Clatous kwenye clip ya Mangungu. Anauliza transmission imefikia wapi? Kwa nini usicomment kwa Clatous Magoli ambaye ndo mtu wewe umempa zamana akuwa mwenyekiti wa bodi na ndo mwenye nguvu kwenye katiba yetu hii? Sawa? Ambaye sasa hizi tunaingia kifua ende kufanywa maboresho irudi upande wetu isikuwe upande wake. Swali lile itakuwa muulize Mangungu, haitakuwa muulize mwenyekiti wake alompa zamana kumsimamia kwenye jambo lake. Sitakuwa comment kwa Magoli kwamba transformation vipi kama mmekubali kusainiana mkataba wa kadi za wanachama kutoka. Manake jambo lishakuwa tayari. Upande wangu kuhusu uwekezaji, hii kazi niliyokutuma vipi? Unaendaje kumuuliza Mangungu? Kwa ni kosa lile. Kosa. Na hata ukizunguka jana, wale wote walikuwa wanatutukana sisi, ukiingia kwenye magrupu mbalimbali ya Simba, wote wamebadilika. Wanajadili swala la Mohamed Dewji, kwa nini ka comment? Uje kuuliza sio dhambi. Mimi binafsi nina uwezo wa kuuliza. Nikawa sina shida kwenye zile klipu za wale viongozi jana. Sawa, lakini kwa tajiri kutoka kucomment pale kwenye peji ya klabu ni shida, kwa sababu unatupa question mark sisi.
wakati wale wanakubaliana na kuingia mikataba hawajaingia jana mikataba, waliingia kabla ya jana. Jana wamekuja kututaarifu sisi kwamba tulichokubaliana kama bodi na management nzima ya klabu ni hiki hapa, tunakileta kwenu mashabiki na wanachama, si ndio? Maana yake leo wewe kama tajiri unatoka una comment, maana yake lile jambo wewe wamekuficha ulijui, si ndio? Maana yake huenda alijui hilo tatizo. Sasa kama yeye alijui, jana mwenyekiti wa bodi hakuwepo? Alikuwepo. Mwenyekiti wa bodi kachaguliwa na nani? Na yeye tajiri. Sasa unawezaje kuuliza? Uoni hapo kuna kitu kipo kwenye mabano hapo. Sasa kile tulichokizungumza sisi ndio kimeenda kutoa majibu. Ndio maana kusema Mwenyezi Mungu amfichi mnafiki, na wale walikuwa wanamtetea kwamba huyo hana shida, kwa sasa hivi sasa waendelee kumtetea. Na mimi nilishawahi kusema siku zote, ukiwa hai watu mema yako watu yazungumza hivyo, lakini ukifa ndio kila mmoja nasema albadili. Albadili ndio imemfanya Dewji akakomenti kwenye peji ya club. Imeanza kuwatekenya kidogo. Inanitekenya nani sasa, sisi au mwekezaji? Wana Simba ndio sisi ambao tumesimama njia kuu, tunaamua kuitetea klabu yetu, na siku zote kwenye safari hamwezi kufika wote. Watu wanaokimbia riadha wote wanaenda kushinda. Wanaweza wakaanza watu 1000 lakini wakapatikana watu 2 au 3 wale wa juu ndio wanaenda kuchukua zile tuzo. Mbona hawapati wote tuzo? Maana sisi tulosimama njia kuu ndio tunaenda kuiokoa Simba. Waokozi hawezi kuwa wengi, waokozi wanakuwa wachache. Baada ya comment ya tajiri tuliona taarifa kwa umma. Eti tujiulize wote nyinyi waandishi wa habari na wadau wote mnaotufuatilia sasa hivi hapa, ambaye sisi tunaonekana sisi machawa mamluki, baada ya comment ya tajiri kwenye peji ya klabu, wakati baada ya tutakiwa tukomenti sisi, kaenda akakomenti yeye, akati yeye atakuwa akaulize ndani, hatakui kukomenti nje. Unapokomenti nje na wewe umejitoa, umekuwa mshabiki kama sisi, maana yake hujui kinachoendelea ndani. Tujiulize kile tulichozungumza sisi tulikosea? Maana yake kama ni yeye sasa ndio kaenda kukomenti, maana yake kakosea. Tutakuwa tuone taarifa kwa umma, kwa sababu mtu alompa zamana alikuwepo jana na alizungumzia kwa marefu na mapana kuhusu kutoa kadi za wanachama. Leo anaenda kukomenti tena, kaenda kukomenti kwenye mwenyekiti wa klabu ya Simba kuulizia transmission, na alafu niwaelekeze umma, mwenye mamlaka ya kuforce mchakato ukamilike sio wana Simba. Ili watu mwenye mamlaka ya kuforce ukamilike sio viongozi wa Simba na sio wanachama wa Simba. Mwenye mamlaka ni Mohamed Dewji ambaye yeye ndo kataka kuwekeza Simba. Wewe unapoenda kupanga nyumba au kupanga chumba, mwenye mamlaka ya kudai mkataba ni nani? Mpangaji au mwenye nyumba? Si mpangaji, sio mwenye mamlaka ya kudai mkataba. Sasa leo hii mimi kama mwana Simba nafosiji mchakato ukamilike. Wewe unatoa pesa zako, Simba inafanya vizuri. Kwa nini mimi nataka nini Simba? Si furaha. Ukiona pesa zako unazitoa baharini, ndo fuatilia vigezo, kanuni na masharti zikamilike ili uweke pesa zako kiuhuru. Ukiona watu wajanja, hiyo sehemu unang'ang'ania ya nini? Eti brother, hiyo sehemu unang'ang'ania ya nini? Kwa hiyo manake anatudhihirishia kwamba mwekezaji Mohamed Dewji yeye hataki wanachama wapya kwa jana. Kwa nini hiyo comment yake asingetoa muda? Kwa nini asingetoa hata kwenye press yetu tulofanya sisi, ambaye sisi tumepewa taarifa kwa umma tusakwe na jeshi la polisi tukamatwe? Kwa nini kaja kucomment jana? Hivi hapo mpaoni kama kuna ukakasi hapo? Kwa nini asicomment kwenye press yetu ambaye sisi tumepewa taarifa kwa umma 2 ili tukamatwe kwamba tumemtukana yeye na nadhani tumetukana na klabu na wadhamini wetu? Kwa nini aje kucomment jana baada ya kuambia wanachama wanasajiliwa kuanzia mwezi wa 3? Maana yake inaonyesha moja kwa moja kwamba Dewji hataki wanachama wapya, sio Mangungu na wajumbe upande wa wanachama ndio labda hawataki wanachama wapya, anataka awe kama Manji. Awabusti mkishajaa upepo tu. Baadaye anawaambia anataka kukodi. Kwani Manji alisema baadaye anataka kukodi, anataka ile logo tu. Kasema majengo mtajua wenyewe, mimi nataka logo tu. Nikaanzisha Yanga yangu na maeneo alikuwa naye Geza Ulole huko Kigamboni. Kweli kweli. Hakuwa anaanzisha Yanga yake. Lakini katokea mzee huyu mmoja tu ndio unajua kwamba wakombozi hawawagi wengi. Kasema hii timu haikodishi, sio masufuria wala maturubai. Yule mzee watu walimchukia mno kwa sababu timu ilikuwa inashinda, wanapata furaha. Kwa nini hutaki kukodisha? Tumpe timu tuseme tunataka furaha. Wakati unampa timu angalia athari za mbele. Usikubali tu unapata furaha leo, kesho unaenda kupata maumivu. Yule mzee sio kwamba alikuwa yeye kama yeye. Yule aliagizwa na sisi tusingejua aliagizwa. Wakati wanachangisha bakuli, waliweka kubwa kuliko. Yaani kilele lile bakuli lao walimwalika Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Jakaya Mrisho Kikwete, Mheshimiwa Rais alisema pale kwamba Manji aliwahi kunifuata kutaka kuikodi Yanga nikakataa, akusema. Na hiyo clip yake mpaka leo ipo inaishi. Alisema pale. Na mimi ndo nikapata masikio, kumbe yule mzee wakati anasimama asema hii haikodishi, haikuwa yeye. Kumbe ilikuwa kauli kutoka kule, ila yule ameshindwa kutoka na kusema kutokana na sekta aliyokuwa nayo atakiwi kutoka na kuzungumza. Na hili ambalo linaendelea ndani ya Simba na nyinyi kuna watu ambao wanawasukuma pia. Nitakujibu huko, nitakujibu kwa sababu yule alitoka akasema, sisi tukaja tukapata majibu kwamba kumbe fulani ndio alimtuma fulani kwenda kufanyaje, kwenda kusimama na kukataa kwamba hii haikodishi. Na kweli timu haikukodishwa, sawa. Na yule mzee tunavyozungumza sasa hizi tumtakie kila la heri, hayupo hapa duniani, yuko mbele ya haki, tumtakie makazi mema huko.
Maana yule ndo alinusuru klabu Manchester Code. Sawa? Maana yule mheshimiwa alishindwa yeye kutoka na kusema. Maana angeshindwa kutoka na kusema, yule pengine angetumia nguvu kubwa, angekodi ile timu kwa sababu mashabiki tayari wote walitaka kodi. Lakini kwa sababu yule katoka na kasimama, kaitetea brand ya klabu na leo hayupo, lakini klabu hiyo hapo. Watu wanaandamana kwenye gofu, hatuchezi. Mngeandamana leo mtucheze. Mngeenda kuandamana kwenye familia ya Manji. Kwa sababu ingekuwa timu yake na familia yake. Sababu kasema Yanga yetu, ilikuwa inaitwa Yanga yetu. So Young African, sio tena. Ilikuwa inaitwa Yanga yetu ndio jina ambalo alijiandaa. Maana ilikuwa yeye na familia yake. Maana ya kwao. Sio wana Yanga tena. Sio, umeelewa kwa makini? Kwa hiyo na hili unaoniuliza wewe kwamba na sisi labda kuzungumza vile kuna mtu nyuma. Kama atatoka, atasema ndio utakuja utaniuliza kwamba kulikuwa na mtu nyuma. Nadhani umenielewa vizuri. Sisi tumesimama tumeizungumzia klabu yetu. Hatujamzungumzia mtu. Sawa? Yule alitoka kumkataa mtu ambaye alitaka kukodi. Sisi hatujamkataa tajiri kwamba asiwekeze Simba, afuate protocol za Simba. Mpaka leo mwaka wangapi? Tunazungushwa tu kila siku. Sasa jana kadi zimetangazwa rasmi mwezi wa 3, kadi zinatoka. Wanachama wanaanza kupata, mashabiki wanaanza kupata kadi. Si ndio maslahi ya Simba? Si ndio maslahi ya wana Simba? Ili Simba iwe imara, lazima iwe na wanachama wapya. Sasa swala la wanachama wapya, tajiri ka komenti, maana yake hataki kwa alosomea Cuba, kama hujaelewa. Alosomea Cuba maana yake tajiri hataki wanachama wapya. Anataka wabaki hawa ili aendelee kuwaburuza. Wasiingie watu wapya. Ili baadaye lile analotaka aje kufanya kama Manje alivyotaka kukodi. Hayo ndio malengo yake anakoelekea. Ina maana unahisi kwamba anatamani kuja kukodisha? Na siendi mbali, naanza kutoa kiroba, tulizungumza kwenye press. Mimi siku zote nakwenda na ushahidi. Kuna wengine hawajui kama kuna Simba ngano. Umeona hii? Ili watu waone. Hiyo hapo Simba Premium. Sawa? Wameiona hiyo? Unga wa ngano huu. Sio, unaona, na huu ndio mdhamini mkuu wa Simba Queens. Huu tayari watu washautumia hichi kiroba, sisi tunacho. Ambaye watu tayari unga washautumia, kiroba sisi tumekichukua hiki hapa, hichi tunacho. Kwenye hiyo logo umeiona hiyo? Ndio logo hii hapa, kasoro tu haina Simba Sports Club, ndio hajaweka hicho. Lakini huko manake kama kuzuga tu. Mind game, lakini ndio uhalisia huu. Hiyo sio logo ya Simba? Au sio Simba wewe? Logo ya Simba. Mo kwenye kampuni yake kuna logo ya Simba? Kwenye kampuni yao kuna logo ya Simba? Ipo? Kampuni yao ni hii hapa. Kuna logo ya Simba hapo? Hii ndio kampuni yao hii. Umeiona hii? Hakuna logo ya Simba hapo? Manake hakuna. Kwa hiyo huu ni mwanzo. Ndio hicho nilichokisema hapa, kutaka kwenda kukodi. Yaani kuichukua Simba iwe yake. Huu ndio mwanzo. Ndio maana tulivyosema ukweli, watu wengi wakatujia juu, press zimekuwa nyingi, lakini Mwenyezi Mungu katoa majibu hapa hapa. Mwenyewe kajibu. Hakujibu kule, lakini kaenda kujibu jana. Kwenye sehemu ambaye ngumu kajibu jana. Sisi watu wote tunajua shida yetu ni kadi. Mimi kadi ninayo, lakini nataka wengine wapate kadi kama mimi. Ili tuwe nguvu. Sababu vijana tuko wengi kama mimi. Tukiwa watu 1000 kama mimi tuna nguvu. Simba yetu itakuwa wapi? Maana Simba yetu tutafika. Leo sisi tumetukana, tumeambiwa wengine hata chapati hatuwezi kununua. Sawa? Hata kununua shati hatuwezi kununua. Tusubiri mpaka mtu atununulie. Kwa hiyo tunapambana ili tununuliwe. Tulipiwe kodi nyumbani, ndio maana yake. Lakini kaja jana katwiti kwenye page ya klabu ka comment pale. Na mtu wake aliyomchagua akae kwenye nafasi ya bodi kwa sababu yeye ana majukumu mengi, yuko nje ya nchi. Kashindwa kumuuliza, kaenda kumuuliza mwenyekiti upande wa wanachama kati walikuwa wote. Kwa hiyo huyo ambaye alikuja hapo mwenyekiti wako wa bodi umwamini? Kwa maana yake kaingia mkataba wewe hujui. Huyo ndo utakuwa umjaji, nimekupa zamana. Mbona umeenda kuingia mkataba wa kutoa kadi wakati mchakato wangu niliokupa zamana usimamia hujakamilika? Yaani angemuuliza yule, mijadala hata singekuwa mingi. Kwa sababu kamuuliza mtu wake, lakini kamuuliza upande wa wanachama, kwa nini usimuulize mtu wake? Kwa hiyo majibu kwamba mwekezaji Mohamed Dewji tajiri hataki wanachama wapya Simba. Alikuwa anataka hawa tu. Atupushi na sasa hivi watu kiwaambia kwamba huyu atoi hela watu hawaamini. Yeye jiulize, kama watu wameingia mkataba na hizo kampuni kutoa kadi za wanachama, wewe unasema hujui mpaka unauliza tuasimeshe. Maana wewe uko wapi? Na una watu karibia 10 huko. Umewapa kazi kusimamia pesa zako. Wewe uko wapi? Maana yake kwamba yeye anataka kwenda kutununua. Kwa hiyo wale wana Simba ambao walikuwa wanatuona sisi machawa na wanafiki, majibu haya hapa. Sasa tuzungumzi mengi. Sasa leo hapa tunapalia mkaa tu biliani. Liuive watu wale. Si tulionekana wanafiki, lakini kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanashajadia sisi tukamata. Wanacheza na ngoma kabisa za Kizalamo. Wengine wanacheza ngoma za Kimakonde. Wengine wanacheza ngoma za Kiruguru. Tukamatwe tu. Wewe mnamwambia tajiri? Wahuni hao. Haya jana kati ya sisi na yeye tajiri ambaye akakomenti kwenye page ya klabu kushangaa lile ambalo limetokea jana, anauliza transmission pale. Pale atakuwa aulize yetu ulize sisi. Lakini Nandi mwenye tunapomzungumzia tajiri, lakini na yeye ni mwanachama wa klabu ya Simba, maana pale ameuliza kama mwanachama. Bwana, yeye ni mwanachama wa klabu ya Simba, lakini kwa nazifa yake aliyokuwa nayo hana mamlaka ya kutoka kuuliza pale. Kwani wajumbe wa bodi wa klabu ya Simba wali pale? Kwa sababu sio yeye tu tajiri, wajumbe tu upande wa wanachama tuliowachagua sisi, na upande wake pia ukimwacha mwenyekiti wao wa bodi Tatus Magoli ambaye kamchagua yeye yuko pale. Je, wajumbe wake walikuja wali pale? Hawa kuna wajumbe upande wake? Si wapo? Mbona hawakutoka pale na kucomment? Kwa nini akakomenti yeye tajiri? Maana yake tajiri anaona kile kinachoendelea ndani yeye akijui. Sawa?
Kile inaonekana kwamba walikubaliana wao tu kwenda kuingia hiyo mikataba kutoa kadi za wanachama. Kwa hiyo hata mwenyekiti wake wa bodi jana akamkataa. Lakini ukiona hivyo basi ujue lisemwalo lipo, na kama halipo linakuja. Huenda kama Simba sasa viongozi imeshaanza kuwaparia juu ya hewa, nikiwa na maana kwamba kama mwekezaji alikuwa okoti simu, dhahiri waliamua kutafuta mienyo mingine mipenyo kwa ajili ya kutafuta namna ili aweze kuiendesha Simba. Baada ya kuona mchakato unafanyika, tajiri akaamua kuja rasmi na kuja kuambia transformation imefikia wapi. Ni kweli tajiri atoi pesa kwenye hili? Natoka atoke aseme, kwa sababu hiyo ya kutoa pesa alitoka, nadhani alisema wakati wale wazee walivyoitishaga press, baada ya press zetu zile mbili zilizotikisa, nadhani unakumbuka. Tajiri alikuja wakaitisha press wazee kama 5 6 7, wengine wakaenda pale wakawa wanalala, wakaitisha press wakasema tajiri anatoa, hatoi hela. Kama unakumbuka, tajiri ananunua wachezaji wa mafungu. Tajiri ile imemuuma, akaja akajifungia chumbani, tajiri akazungumza, toka nimeingia Simba mpaka sasa nimetumia bilioni 87. Tuko wote jamani hapa. Ile press mlikuwepo na nyinyi. Ile sikajifungia chumbani tu. Katoa kile anachokiona yeye kwenye moyo wake kiko sahihi. Alipatikana sehemu ya kuuliza maswali kama nyinyi mnavyoniuliza mimi hapa. Nyinyi mnaniuliza maswali hapa na nawajibu. Tajiri alitoa nafasi ya kuuliza maswali. Aliweka simu yake pale kaitegesha, akawa anazungumza anachokiona yeye kinafaa. Sawa? Kusikuzungumza, baada hapo asubuhi tukaona kwenye peji ya klabu imepostiwa kwamba tajiri katumia bilioni 87. Na ile bilioni 20 ni sehemu ya pesa ambayo imetumika kwenye pesa aloitoa. Sasa mimi nimejiuliza swali dogo. Sisi tulikuwa tunasubiri taarifa yake, anaongea nini? Anaenda kujibu nini? Anaenda kuzungumza pesa alotumia. Kwa nini usizungumze na pesa iliyoingiza Simba katika miaka hiyo? Sio maana hiyo issue ilivyokaa hiyo. Kataja kweli pesa aliyotoa yeye, lakini Simba haingizi pesa kupitia miradi yake. Simba na sponsor, Simba na gate collection. Sawa, haingizi pesa. Kwa nini asitaje na pesa iliyoingia Simba? Kwa sababu yeye ndo alikuwa mwenyekiti wa bodi kabla ya kuachia vijiti try again, na sasa hizi kumwachia kijiti magoli, itakuwa azungumze na pesa iliyozalishwa Simba. Na jana amemuuza Kibu. Subiri kwa Kibu na kuja huko. Azungumze na pesa iliyozalisha Simba. Simba wamezalisha kiasi gani kwa muda huo? Wao wameweka bilioni 87. Na Simba nao wamezalisha kiasi gani? Ili tuone kwamba jiwe na manyoya kipi kizito. Sio, umenielewa? Kuna kilo ya manyoya lakini kuna kilo ya jiwe. Tuone lile jiwe ndo zito kuliko manyoya au manyoya ni mazito kuliko jiwe. Sababu yote ni kilo. Sana atoe pale ufafanuzi watu tujue, lakini pia atakuwa aseme na kile alichokipata Simba. Huwezi kuniambia nimenunua bidhaa milioni 50. Alafu siwezi kusema kwamba nilipata kiasi gani. Wewe utakuwa muongo. Lazima useme kwenye milioni 50 nilipata faida 10,000 au nilipata hasara ya milioni 5, imerudi milioni 5. Ina maana hata hela nilonunulia haikurudi. Hivyo alitakiwa aviseme kwenye ile siku. Yeye kasema tu pesa aliyoitoa. Ukiona mtu anasema kile alichokitoa, azungumzie alichokipata, huyo manake kuna kitu ndani anakitengeneza. Ila kwa wanasimba wengi wamefungwa vitambaa vyeusi, sisi ndio tumewafungua vile vitambaa kwenye ile press yetu. Sawa? Ukitaka kujua adui yako choma kichaka. Ukichoma kichaka, hata kinyonga unamjua kinyonga mzee wa Minyatu. Akaenda kwenye mti anabadilika, akaenda kwenye majani anabadilika, lakini choma kichaka kinyonga. Hata toka nduki kuliko hata daladala. Tujadili sasa, pesa za Kibu zimeenda wapi? Zimeenda kwa uongozi au zimeenda kwa mwekezaji Mohamed Dewji? Hilo mimi sitaki kujua. Kama jana akacomment kwenye peji yetu ya klabu kuuliza transformation, hata kuhusu swala la Kibu pia anaweza akacomment pia. Kwa hiyo wewe subiri na kuona. Sawa? Sababu mbio za sakafuni siku zote huishia ukingoni. Sawa? Na usokubali kushindwa sio mshindani. Majibu ndo haya. Wale walikuwa wanamtetea, wanaonesha viatu vyao, wanaonesha kapelo zao zina gharama, wanaambia watu wanunui chapati, wanunui mikate. Sasa tunawataka leo watoke sasa. Watuambie kwamba wao wananunua nini Simba? Tajiri ndio huyo tuliomwataki sisi. Tumeonekana sisi maadui na wao wakamtetea kaonekana kwamba huyo hana shida. Sawa? Sasa watoke sasa watuambie. Je, kuta kukomenti kwenye peji ya klabu ni sahihi? Tajiri wa Simba mwenye thamani kubwa barani Afrika kwenda kucomment kwenye peji ya klabu ni sahihi? Watakuwa watoke sasa watuambie. Sio kuja kutuataki sisi atununue hata kiroba, atununue hata sukari. Sisi tuko sawa atununue sukari, lakini mimi ni mwana Simba. Bana Mnandi, neno la mwisho pia kwa wana Simba na Watanzania kwa jumla. Neno la mwisho, tuendelee kuiombea timu yetu. Simba itabaki kuwa Simba, haiwezi kuwa paka. Tuendelee kuiombea timu yetu, leo iko uwanjani ipate matokeo mazuri pale KMC Complex. Hilo ndio jambo kubwa. Tumeshatoka kwenye Champions League, tumerudi nyumbani. Mechi ya mwisho ya Champions League ambayo tutapiga nadhani Jumamosi, tutakuwa tunakamilisha ratiba kufunga maturubai yetu kwa ajili ya msimu ujao. Tusifunge kinyonge, tupate matokeo at least tufikishe alama 5 ambayo kuna wenzetu walikuwa wanazitambia hizo alama 5. Sasa hizi wanazo lakini wana magoli mawili ya kuscore. Sisi ambaye tuna alama 2 lakini tuna goli 4 za kuscore ziko kwenye kamba, wao wana goli 2 za kuscore mpaka sasa hivi. Kwa hiyo binafsi utofauti wetu tu ni wao kuwa na pointi nyingi, hicho tu. Sisi tuna pointi chache lakini sisi tuna magoli mengi ya kufunga kuliko wao. Shukrani. Anauliza ameondoka Kibu Denis, nani atamfunga Yanga? Kwa kumalizia, kwani Kibu Denis peke yake ndio akumfunga Yanga? Yanga atamfunga hata paka tu.
Sasa tukimweka Paka pale atamfunga Yanga. Kwa hiyo majibu ni rahisi, ni swala la Yanga kufungwa sio shida. Hata Paka kikao uwanjani kwenye namba 9 atamfunga Yanga. Ali ndo kaposti anauliza anaondoka kibudeni scenario ya kumfunga Yanga. Na yeye tunamuuliza kule alikojifungia chumbani na zile nini? Na zile nini? Calculator. Anapiga hesabu gani za magazi juto? Maana anatoka jasho kule kweli, si kajifungia jikoni kwa kupikia, sijui wapi. Alipiga hesabu mwaka jana, makakuleta kibao kaenda nayo Mauritania. Sasa nyumbani karudi anataka goli moja tu. Kalkuleta zote zimeondoka baharini. Goli moja tu kalikosa hapa. Lakini kwenye mechi hiyo atakuwa apate goli hizi. Salasa. Apate goli 3. Ndio afuzu. Na huko akimwombea mabaya yule apoteze. Asipate hata sala. Wakati unauliza tarehe 1 mwezi wa 3 bado tuko kwenye mashindano ya klabu bingwa hatujatoka. Sisi hapa tayari tushatoka, tushaumaliza mwendo. Tunakamilisha ratiba. Yeye bado ana nafasi, ana mechi ya fainali nyumbani. Anatakiwa ashinde goli 3 na yule kule afungwe ili yeye afuzu. Si ndio taarifa ziko hivyo? Saizi kajifungia chumbani, anapiga hesabu ya tarehe 1 mwezi wa 3. Kwa hiyo na yeye kakubali kashaumaliza mwendo. Ajijuibu kama kakubali na yeye kashaumaliza mwendo, akubali. Sababu sasa tumemwambia ataoga, atavaa vizuri, atakula biriani lakini mjini haendi. Na majibu ndio hayo, sio kwenda mjini tu. Atabaki pale pale New Amani Zanzibar. Asante sana.